Yes, bwana, hali gani mwana michezo wetu wa channel Yanga Habari TZ. Bwana, kwa kwamba unaungana nasi bwana, kitu cha kufanya hakikisha una subscribe channel yetu chini ya hii video yako, na kisha itatokea alama ya kengele, pia na kisha nagusa ili usiweze kupitwa na update mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel kupendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Na habari ambazo tunakusogezea muda huu ni za kuhusiana na mchezaji Selemani Mwalimu ambaye amekipiga pale Wydad Casablanca kwa mafanikio makubwa kabla ya kuweza kusajiliwa na klabu ya Simba Sports Club. Aliweza kusajiliwa kwa mkopo na ameweza kuitumikia klabu ya Simba kwa msimu kadhaa kabla ya kuweza kurejea pale Wydad Casablanca kwa mara nyingine tena, na ndipo klabu ya Young Africans kuweza kumrejesha kwa mara nyingine tena hapa nchini Tanzania. Na sakata ambalo linaweza kumuhusu mchezaji huyu kwa hivi sasa bwana, ni sakata kubwa ambalo halijaweza kuwekwa wazi, lakini tutaweza kukujuza kile ambacho kinaweza kumuhusu mchezaji huyu Selemani Mwalimu kuhusiana na sakata lake la kutoka Wydad Casablanca kuja hapa nchini Tanzania kuweza kuitumikia klabu ya Simba. Na sintofahamu ambayo iliweza kutokea ni tena upande wa pili tukaanza kuja kumuona akiweza kujiunga na klabu ya Young Africans. Bwana, hayo yote tutaweza kuyachambua hapa kutoka kwenye channel kupendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, kitu cha kufanya kisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo tunaenda kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel kupendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Na kwa wale tayari umeshaweza kusubscribe channel yetu, basi tunabudi kushukuru na kusema asante kwa nasi, na uendelee kusalia nasi ndani ya masaa 24, basi tutaweza kukujuza kile kilicho bora kutoka kwenye viunga vya klabu ya Young Africans pamoja na vilabu vinginevyo. Basi sisi kama Yanga Habari TZ tutaweza kusogezea habari hizo, na kitu ambacho kwa hivi sasa tunakiachia kupitia channel yako pendwa basi ni msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Huo ndio ambao tumeweza kubezi na kuweza kukusogezea kile ambacho kitaweza kujili ndani ya dakika 90. Basi tutaweza kuletea update zote za msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Tunaomba wote ambao mnatufuatilia basi tuweze kutunga mkono hata huko kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ambako tupo tunaweza kuachia kila baada ya mchezo kuweza kutamatika, basi tunakusogezea update za msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Bwana, tusiweze kuchelewesha, tukuletee sakata ambalo linamhusu mchezaji Selemani Mwalimu. Huyu ni mchezaji ambaye aliweza kufanya makubwa akiwa na klabu ya Wydad Casablanca. Bwana, kwa misimu kadhaa itumikia klabu hiyo ya Wydad Casablanca, ndipo Simba Sports Club wakaweza kuona uwezo wake na matumizi yake. Basi akija hapa nchini Tanzania kuitumikia klabu ya Simba Sports Club, basi ataweza kufanya makubwa kutokana na uhitaji wa klabu ya Simba Sports Club. Bwana, mara baada ya kuweza kurejea hapa nchini Tanzania, bwana, alikuja kuitumikia klabu ya Simba Sports Club. Bwana, ni kwa mkopo, ambapo Wydad Casablanca walimwachia mchezaji huyu Selemani Mwalimu kuja kuitumikia klabu ya Simba kwa mkopo na makubaliano ambayo waliweza kuyakubaliana. Bwana, mimi na wewe hatuwezi kuyajua, lakini sisi kama wachambuzi na wasikilizaji basi tunatambua kuwa Selemani Mwalimu aliweza kuja hapa nchini Tanzania kuweza kuja kuitumikia klabu ya Simba kwa mkopo. Bwana, mkopo wake ulipoweza kutamatika na Simba,
Bwana, basi Simba aliweza kufanya mazungumzo mengine na Wydad Casablanca pale mkopo wake ulipoweza kufikia tamati. Bwana, ndipo walipoweza kukubaliana na Wydad kuwa mchezaji huyu bwana inatakiwa aweze kulipa fedha zile ambazo wanazihitaji wao kama Wydad Casablanca, na ndipo makubaliano walipoweza kukubaliana kati ya Simba dhidi ya Wydad Casablanca, na ndipo uongozi wa Wydad Casablanca ulipoweza kubadilishwa na mkataba ule ambao walikuwa wamekubaliana Simba na Wydad basi ukavunjika kihivyo, na ndipo Selemani Mwalimu akatakiwa kuweza kurejea kule Wydad kwenye klabu yake ambayo alikuwa akiitumikia. Na mazungumzo yalipoendelea basi kati ya Simba na Wydad, basi Wydad wao waliweza kukubaliana na klabu ya Simba, na sintofahamu ambayo iliweza kujitokeza juu ya Selemani Mwalimu, ambapo siku ya utambulisho wa mchezaji Selemani Mwalimu dhidi ya klabu ya Simba Sports Club, bwana Selemani Mwalimu aliweza kutambulishwa kwenye klabu ya Simba Sports Club huku akiwa bado hajarejea hapa nchini Tanzania. Alitambulishwa akiwa juu ya ndege, lakini alipoweza kutua hapa nchini Tanzania bwana ilikuwa ni surprise kubwa ya mashabiki kuweza kuona Selemani Mwalimu anaibukia upande wa klabu ya Young Africans. Bwana, hapo ndipo utata ulipoweza kuanzia. Bwana, ishu iliyopo ni kwamba Selemani Mwalimu aliweza kutambulishwa akiwa juu ya ndege, lakini klabu ya Young Africans bwana iliweza kwenda kufanya mazungumzo na klabu ya Wydad Casablanca, na hivyo walipoweza kumalizana na mchezaji huyu ndipo klabu ya Young Africans ikaweza kumsajili mchezaji Selemani Mwalimu kumlazi, na ndipo wakawa ni kama wamiliki halali wa mchezaji huyu Selemani Mwalimu mpaka hivi sasa. Lakini kitu ambacho kinaweza kumfanya Selemani Mwalimu asiweze kutumika na klabu hii bwana ni juu ya ITC. Kuna ITC ambayo imeweza kushikiliwa na klabu ya Simba Sports Club kuhusiana na mchezaji huyu kutambulika kwenye wachezaji watakaweza kucheza kimataifa akiwa upande wa Simba. Hiyo ndio ITC, na hilo jina lake liliweza kupelekwa kule CAF kwa ajili ya matumizi ya kwenye michuano ya klabu bingwa akiwa upande wa Simba. Hicho ndicho ambacho sasa kina mkwamisha Selemani Mwalimu kuweza kutumikia klabu ya Young Africans akiwa huru, na kile ambacho ndicho ambacho Simba wanajivunia kuwa Selemani Mwalimu wamempiga spana hapo. Kwa hivyo Selemani Mwalimu basi tutaweza kumuona akiwa Young Africans, lakini hataweza kucheza mpaka pale Simba Sports Club watakapoweza kuondoa jina lake kule CAF ili aweze kutambulika ni mchezaji wa klabu ya Young Africans. Bwana, hizi ndizo tetesi ambazo tumeweza kusogezea kwa wewe unaweza kutusikiliza na kutufuatilia, ndugu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa chaneli ya Yanga Habari TZ. Bwana, hilo ndilo la sakata linaloweza kumkumba kwa hivi sasa Selemani Mwalimu, mchezaji huyo ambaye tulikuwa tunatamani kuona akiendelea kucheza mpira akiwa na klabu yake ambayo ameweza kusajiliwa na Young Africans. Bwana, hizi sintofahamu ambazo zinaendelea kwa hivi sasa, na sisi kama mashabiki na sisi kama wachambuzi tungependa kuona Simba na Yanga basi wanaweza kumalizana wao kwa wao ili waweze kumruhusu mchezaji huyu aweze kuendelea kucheza na aweze kuonyesha uwezo wake kama ilivyokuwa kawaida kwa wachezaji wengine.